Unapoanzisha biashara ya nguo za mitumba, kuna mambo mengi ya kutafakari iwapo unataka kuwa na biashara ambayo ni endelevu. Sasa ni mambo gani muhimu ya kutafakari unapoanzisha biashara ya nguo za mitumba? Kwenye video hii nitaeleza mambo muhimu 12 ya kutafakari wakati wa kuanzisha biashara ya mitumba. Kuna wajasiriamali wengi ambao wanamiliki maduka ya mitumba. Wengine wanafanya biashara nzuri na kuna wengine biashara zao haziko vizuri. Kutokuwa makini katika uanzishaji wa duka la mitumba au biashara ya mitumba, kunaweza kusababisha biashara ianze kwa kusuasua na pengine ifungwe baada ya muda mfupi tangu kuanzishwa. Kama wewe unataka kuanzisha duka la mitumba au biashara ya mitumba yenye mafanikio, ni muhimu utafakari na kutekeleza mambo 12 yafuatayo. Kwanza ni uchaguzi wa eneo zuri la biashara. Chagua eneo zuri la biashara ya mitumba ambapo utapata wateja wengi. Eneo liwe karibu na maeneo kama ya shule, stendi ya mabasi au daladala, kwenye sehemu yenye maduka mengi, karibu na masoko. Ni eneo ambao kunakuwa na biashara nyingine za mchanganyiko. Hayo ni maeneo ambapo unaweza ukaanzisha biashara yako ya mitumba. Namba 2 ni uteuzi wa wateja wa biashara ya mitumba. Chagua aina ya wateja utakaowahudumia. Wanaweza wakawa wanafunzi, wafanyabiashara au watu wengine wa kundi ambalo unaweza ukalihudumia. Namba 3 ni uchaguzi wa bidhaa za nguo za mitumba zenye mvuto. Chagua aina ya bidhaa za mitumba zenye mvuto kwa wateja ambao uliowachagua. Namba 4 ni utoaji wa huduma za ziada. Ili kupata wateja wengi, unashauriwa kutoa huduma za ziada kwa wateja wako ili kuwavutia na kuweza kuonekana mnatoa huduma bora kuliko washindani wako wa biashara. Namba 5 ni upangaji wa bidhaa za mitumba dukani. Amua utakavyopanga bidhaa za mitumba dukani kwako ili kuvutia wateja. Panga bidhaa kwa unadhifu mkubwa kwenye duka lako au sehemu unayofanyia biashara ya mitumba. Namba 6 ni upangaji wa bei za nguo za mitumba zenye mvuto. Panga bei za bidhaa za mitumba au nguo za mitumba ambao zitakuwa zenye mvuto. Zisiwe bei za chini sana hivyo kujikuta unapata hasara, na zisiwe bei za juu ambapo wateja wanaweza kukukimbia. Namba 7 ni ufungaji wa vifurushi vya nguo ya mitumba. Funga nguo zako au funga mitumba kwenye vifurushi vyenye mvuto kwa wateja. Vifurushi visiwe vidogo sana kiasi ya kuwa nguo zisitoshe, na visiwe vikubwa sana kiasi ya kuwa vionekane kama vinapwaya. 8 ni ununuzi wa mitumba kwa ujumla. Chagua sehemu ambapo utanunua bidhaa za nguo za mitumba kwa ujumla, ambapo utapata kwanza mitumba ambayo iko kwenye hali nzuri, na pili kwa bei nafuu. Kwa hiyo jaribu kupita huku na kule ili uweze kuona wale wauzaji wa jumla wa mitumba, halafu fanya uamuzi. 9 ni vifaa ambavyo vitakuwa dukani mwako unakouza mitumba. Chagua vifaa vizuri vya dukani mwako ambavyo vinaweza vikavutia wateja. Kwa mfano unaweza ukawa na makabati, meza, viti ambavyo vinavutia kwenye duka lako. Lakini pia ukaweka vitu kama mafeni ili sehemu zenye joto kama Dar es Salaam wateja waweze kujisikia vizuri.
10 ni bajeti ya biashara ya nguo za mitumba. Tengeneza bajeti ya biashara ya nguo za mitumba. Bajeti inaweza ikakusaidia ili kuwa na mwelekeo wa kifedha wa jinsi utakavyoendesha biashara yako ya mitumba. Kwa hiyo ni muhimu utengeneze bajeti ambayo itaonyesha makisio yako ya mapato, makisio yako ya matumizi na hata makisio ya faida ya biashara yako ya mitumba. 11 ni mtaji wa biashara ya nguo za mitumba. Fanya makisio ya mtaji wa biashara ya mitumba. Usianzishe biashara bila kujua kiasi gani cha mtaji utatumia kwenye kuanzisha biashara ya mitumba. Nimejaribu kuelezea vigezo vinavyotumika kwenye kufanya makisio ya mtaji kupitia video zangu, lakini pia vipindi vya Tan Business Channel Online Television. 12 ni utunzaji wa hesabu za biashara ya mitumba. Weka utaratibu wa kuweka hesabu za biashara ya mitumba, na hizi hesabu zitakusaidia sana kwa sababu unaweza ukafahamu kama biashara inapata faida au hasara, lakini pia unaweza ukafahamu kama mzunguko wa fedha wa biashara uko vizuri, na hata swala la kuona kama mtaji unaongezeka au unapungua, au mali zako zinaongezeka au zinapungua. Hivi vitu vyote utafahamu iwapo utakuwa na utaratibu wa kutengeneza hesabu za biashara. Naona tumefika mwisho wa video yetu, ambapo leo nilikuwa naelezea mambo muhimu 12 ya kutafakari na pia kutekeleza unapoanzisha biashara ya mitumba. Naomba uendelee kusubscribe. Naomba usubscribe huduma zetu ili uweze kuona video zinazotolewa na Tan Business Channel kila siku. Asante na karibu tena.